Mwe na malengo ya pamoja ambayo mmekubaliana. Wewe kama katibu, wewe kama mshika fedha, unajua wajibu wako. Ukijua wajibu wako, hata kuna maswali mengine huwezi kumuuliza mtu kwa sababu unajua wajibu wako. Kiwango kikubwa kiwepo cha mawasiliano na mashirikiano. Timu ikiwa nzuri, manake nini? Itaongeza ubora, ufanisi na uzalishaji. Kwa maana hiyo, nyinyi kuanzia leo na kesho, mkimaliza kesho mkiwa timu nzuri, manake mambo haya yatakuwa mazuri. Zaufa ni jumuiya ya wavuvi wanawake ambao wamejikusanya na imeunganisha wavuvi wanawake kutoka sehemu mbalimbali ambao wapo kwa ajili ya kuzifukuzia fursa zilizotokana na shughuli za uvuvi ambazo zipo katika mnyororo mzima wa shughuli za uvuvi, hususan zinazofanywa na wanawake, ikiwemo ukulima wa mwani, uokotaji wa chaza, uvuvi wa pweza na uvuvi wote wa miguu. Fursa ambazo zinapatikana kutokana na taasisi hii Zaufa itasaidia sana wanawake katika kuzifukuzia zile fursa ambazo zinatokana na masuala mazima ya wavuvi, ikiwemo katika swala zima la ukulima wa mwani. Kama tunavyojua sasa hivi mwani unatumika katika matumizi mbalimbali, ikiwa utasarifiwa, kuongezewa thamani na kuongezeka katika soko kuu la dunia. Mafunzo ni mazuri kwa sababu wameeleweshwa rasilimali zilizokuwepo baharini, ingawa tunajua wanazijua, lakini tumetaka kujua wanazijua kinamna gani, namna ya kuzilinda ziwe endelevu, na vipi kushajiisha hivyo vikundi vyao, washajiisha wavuvi wenzao wanawake kuwa waelewa haya mambo ya bahari, kuwa wa viongozi bora, kuwa na mwamko mzuri wa kuhifadhi na kufanya rasilimali ziendelevu. Viongozi wakishakupewa dhamana wanatakiwa kuzisimamia. Kwa mfano, mwenyekiti yeye ndio anakuwa msimamizi mkuu wa ile jumuiya na anafanya kazi kwa kufuata sheria, kanuni na miongozo iliyopo. Lakini katibu anakuwa yeye ndiyo mtendaji mkuu wa shughuli za kila siku zinazopaswa kufanywa au zinazofanywa na kusimamiwa katika taasisi yake ama jumuiya. Lakini mtunza hazina ama mshika fedha, yeye anahakikisha kwamba masuala ya fedha yote yanahifadhiwa katika sehemu salama. Kwanza wizi kwenye madiko, halafu watu wanataka elimu, halafu vyombo wanaharibu katika mashamba ya mwani. Hawana elimu na kuhusiana na masuala mengi ya kwa mfano kuanika madagaa. Watu wengine unakuta wanaanika kwenye maturubali au wanaanika chini kwenye ardhi michanga au mwani ule wanaanika chini. Sasa uanike kwenye vitu juu hivi liwe kitu chako kiwe vizuri. Changamoto nyingine ni ukosefu wa vyoo na sehemu ya kujihifadhia. Katika sehemu yoyote yenye mkusanyiko wa watu, na kikawaida mtu lazima atapata haja, lakini maeneo mengi ambayo yana madiko kwa hapa Zanzibar tunaona kwamba hakuna ukosefu wa choo, na hali hii inaenda kupelekea uharibifu wa mazingira.